Kwa niaba ya makamishna, management na wafanyakazi wa FCC, nikushukuru kwa dhati Mheshimiwa Daktari Suleiman Jafo, mbunge, waziri wetu wa viwanda na biashara, kwa kubali kujumuika nasi kwa kutupa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya siku ya haki za mlaji duniani. Tunaadhimisha kitaifa leo jijini Dar es Salaam. Kama alivyoeleza mkurugenzi mkuu, shughuli ilikuwa tufanye tarehe 15, lakini 15 ilikuwa na shughuli nyingine na baada ya hapo tulikuwa tunakueleza pale kabla ya kufika. Wiki nzima hii umekuwa kwenye pilika. Jana tu nimekuona kwenye TV unaeleza masuala ya sensa ya viwanda. Leo asubuhi wale mnaoendelea Mbezi Beach kule kuna kiwanda kinaitwa Leso pale. Mheshimiwa Waziri alikuwa huko. Na mchana wao amekuja tena hapa. Ni stamina ya aina yake, ni askari wa mwavuli kweli. Anakimbia hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ilivyoelezwa hapo awali, maadhimisho haya yalikuwa yafanyike tarehe 15 yakiwa na dhamira ya kuendelea kukumbusha umma na kukumbushana sisi kwa sisi ili kuongeza ufahamu wa haki za mlaji, kwa kuwa wananchi wengi wapo katika hali ya uhitaji wa ufahamu wa haki zao. Hivyo maadhimisho haya hutumiwa kuwaelimisha kuhusiana na haki zao za msingi pamoja na wajibu wao. Aidha, maadhimisho haya ni fursa kwetu Tume ya Ushindani ya kuelimisha wadau wa maendeleo, hususan wafanyabiashara, kuhusiana na wajibu wao katika kuzingatia haki za mlaji kwa kutoa huduma na kuzalisha bidhaa bora zinazokidhi matarajio ya walaji kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu zilizopo. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia taasisi zake ikiwa na pamoja na Tume yetu ya Ushindani imekuwa na wajibu wa kuwahudumia wananchi wake ambao ndio walaji au watumiaji wa mwisho wa bidhaa na huduma kwa kuhakikisha utoaji wa huduma hizo unazingatia sheria, taratibu na kanuni. Hivyo FCC tukiwa ni moja ya taasisi yenye dhamana ya kumlinda mlaji, tunatumia maadhimisho haya pia kuihamasisha serikali kuboresha, kuhimiza sheria za kumlinda mlaji na kuzitekeleza dhidi ya vitendo hadaifu na kandamizi sokoni. Na kwa kuhakikisha tunatekeleza hilo kikamilifu, serikali imefanya marekebisho ya sheria ya ushindani hapo Septemba mwaka jana, ambapo sasa FCC tumepewa nguvu ya kushughulika na kutatua malalamiko ya mlaji ambao kabla ya marekebisho hayo malalamiko husika yalipaswa kushughulikiwa na mahakama. Aidha, nitumie fursa hii kwa niaba ya makamishna wenzangu, management na wafanyakazi wote wa FCC kukushukuru kwa dhati Mheshimiwa Waziri pamoja na kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo kwa kuwa wewe mstari wa mbele ulituongoza na kusimama kidete katika kuhakikisha marekebisho haya ya sheria ya ushindani yanapitishwa na bunge letu tukufu hapo Septemba mwaka jana. Na huu ndio uthibitisho wa utekelezaji unaosadifu jitihada za serikali katika kumlinda mlaji na haki zake. Wiki hii tulikuwa na kikao na nikamwambia DG, ukionana na Mheshimiwa Waziri mwambie kabla tayari tumetoa uamuzi ambao unaendana na marekebisho yaliyofanyika Septemba mwaka jana. Kabla ya hapo ilikuwa unapounganisha ikizidi 40% tunakataa, na hatukuwa na yule Kunda pale, mwanafunzi wangu yuko kule, yule mkuu wa idara ya sheria ilikuwa anakuja kulalamika, mbone tume imeidhinisha muunganiko zaidi ya 40%. Sasa John Msamkenda, tumekunyang'anya hiyo. Bunge letu tukufu limetupa mamlaka, tulikuwa 33, tunakwenda 40%. Tunaweza kwenda hata zaidi ya 40% pale kunapokuwa na maslahi ya kitaifa. Na tumepata kesi ambayo ina maslahi ya kitaifa, tukaidhinisha. Tusingeidhinisha, watu zaidi ya 1000 wangepoteza ajira. Kuna sababu ya kupata kitu kama ndio ni wenda wazimu, unamkatalia mtu halafu anaenda kufunga biashara, halafu watu wetu 1000 wangesema wewe ni wenda ungekuja kwako Mheshimiwa. Hivi tume hii ni wana akili kweli hapa? Watu 1000 wanakosa ajira kwa sababu tu ya percentage imekiuka. Kwa hiyo tulikuwa tunaona kulikuwa na muunganiko ambao una maslahi ya kitaifa na tukaupitisha. Na ni uamuzi wa kwanza tumeufanya baada ya marekebisho ya Septemba mwaka jana. Kwa hiyo haikuwa bure. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya maadhimisho ya haki za mlaji duniani mwaka huu
inasema a just transition to sustainable lifestyles. Kama nilivyosema mkurugenzi mkuu, tumetoa na kuita haki na maisha endelevu kwa mlaji. Kauli mbiu hii imelenga kuongeza juhudi za kumhamasisha na kumwelimisha mlaji kuzifahamu na kuzingatia haki zake na kujisimamia katika soko ili kuhakikisha maisha endelevu. Taswira ya maisha endelevu inamaanisha utaratibu wa maisha unaohakikisha ustawi wa kizazi cha sasa na kizazi cha baadaye. Aidha, inajumuisha uendelevu katika nyanja za kiuchumi, kijamii na kimazingira. FCC tumekuwa tukiyatekeleza majukumu haya kwa mujibu wa sheria, na kwa kupitia kauli mbiu ya mwaka huu tumejipanga kikamilifu kumhudumia mlaji katika nyanja za kiuchumi, kijamii na kimazingira kupitia marekebisho ya sheria ya ushindani ambayo sasa yanatupa nguvu FCC ya kushughulikia malalamiko ya mlaji, kuyatatua na kuwapatia majawabu yakinifu. Aidha, ili kutimiza uwajibikaji huu, tunahitaji ushirikiano wa pamoja katika kumlinda mlaji na kumhakikishia haki zake kwa kuendelea kutoa elimu juu ya masuala ya kumlinda mlaji na haki zake kwa kushirikiana na wenzetu wa taasisi zilizo chini ya wizara yako kama vile TBS, shirika la viwango, msajili wa makampuni yani BRELA, wakala wa vipimo WMA, shirika la viwanda vidogo SIDO, mamlaka ya biashara ndani TanTrade na kadhalika. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa Tume ya Ushindani imethibitishwa kimataifa katika utoaji wa huduma bora kwa wateja kwa kuzingatia viwango vinavyokubalika kimataifa. FCC tumepata cheti cha uthibati ya ubora, yani ISO 9100/215 kuanzia Disemba 2024. Na hii kitu sio cha kudumu. Itakuwa ni lazima tumejiweka sisi wenyewe. Tutakuwa tunapitiwa kila mwaka kuangalia, je, tunastahili ku-maintain tubaki hapo ama vipi? Na katika chumba hiki niliwaeleza wafanyakazi wa FCC nitapata aibu kubwa nikiwa mwenyekiti. Tunapata ISO halafu tunanyang'anywa baada ya muda mfupi. Taona aibu, itakuwa aibu kubwa sana. Kama tunavyotangazia umma leo kwamba tumepata. Tukishindwa waandishi wa habari hatutakuwa na haja ya kuficha. Inabidi tueleze ili tuhojiwe. Kwa nini mmeshindwa? Hatukulazimishwa kuingia kwenye hii, tumejitakia. Mkurugenzi mkuu amesema 20% wala hazifiki taasisi za umma zinazofika 20%. Chini hata ya 10% ambao wamekwenda wenyewe kutaka kuwa certified ili upate hiyo, na unakuwa usimamizi wa ubora wa bidhaa ni Quality Management Service System unaingia, na huo ni uamuzi wa kimkakati wa Tume ya Ushindani katika kutoa huduma na kutoa msingi thabiti kwa maendeleo endelevu. Ndugu yangu Captain hapa Tenga akiwakilisha wenye viwanda anajua kama alivyoeleza, hawaji hapa kuwekeza tu kwa ajili ya soko letu. Mfano Dangote kati anakuja kuwekeza kile kwenda Mtwara, kwa nategemea vile vile simenti yake apeleke hata nje. Sasa huwezi kuhudumia watu wa namna hii kama huna viwango vya kimataifa. Kwa maana nyingine, Mheshimiwa Waziri, taasisi yako FCC tuko viwango vya kimataifa. Captain, ingekuwa tunacheza mpira, tuko kombe la dunia finali sasa tunashaka. Tunajipeleka wenyewe, tunacheza finali. Ni dhahiri kwamba FCC kuwa na cheti cha udhibiti inamaanisha tumekidhi viwango vya kutoa huduma bora vinavyotabirika. Lazima uwe vinavyotabirika. Unajicommit, utatoa majibu katika muda gani. Hii habari njoo kesho ambao haiji, hapana. Vile vile inamaanisha uimarishaji wa uwajibikaji wa wafanyakazi wake katika kutoa huduma, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha uzingatiaji wa sheria na kanuni tunazozisimamia. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio haya ambayo FCC tumeyapata ambayo yana athari chanya katika utekelezaji wa majukumu yetu kwa mujibu wa sheria ya ushindani namba 8/2023 kama ilivyorekebishwa na sheria ya alama za bidhaa ya mwaka 63 yamechagizwa sana na uongozi wako ukiwa kama waziri wetu na miongozo na maelekezo tunayoyapata kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara. Hivyo ni maombi yetu kwako kuendelea kushirikiana nasi katika kutekeleza majukumu yetu kwa kadri itakavyoonekana inafaa. Na ikupendeza Mheshimiwa Waziri, kwa mamlaka ulionayo ukazihamasisha na kuzielekeza taasisi zenye mamlaka ya udhibiti na kulinda mlaji kama FCC zilizo chini ya wizara yako kushirikiana nasi ili kwa pamoja tuweze kutoa huduma bora kwa umma
kumlinda mlaji na kuunga mkono jitihada za maendeleo ya nchi ya Tanzania zinazofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wanasema tunapofanya vizuri, sisi ni facilitators. Tukiwa facilitate vizuri wafanya biashara kinatenga, uzalishaji utaongezeka, mapato yetu ya kodi yataongezeka. Yakiongezeka, serikali itaendelea kutoa huduma bora zaidi kwa wananchi wake ambao ni wapiga kura. Kwa hiyo hata tunapokwenda kupiga kampeni haina tatizo kubwa sana, kwa sababu tayari watu wameshaona mtiririko katika ule wote kwa pamoja. Tunashukuru na vile vile kwa uongozi thabiti na mahiri wa kiongozi wetu wa kitaifa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, ninaomba sasa niukaribishe ili uweze kuzungumza na hadhara hii, kisha utufungie rasmi kilele cha maadhimisho ya kitaifa ya siku ya haki za mlaji duniani, ikiwa ni pamoja na kutununulia cheti cha ithibati cha Tume ya Ushindani cha ISO 9001/2015. Kwa haya, asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana.